amepokea Imamu Nasai na wengineo kutoka kwa Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Usama bin Zaid, sahaba na kipenzi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, siku moja alimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam maneno au swali lifuatalo. Amwambia, ewe Mtume wa Allah, ya Rasulullah, lam araka tasumu fi shahrin min ash-shuhuri ma tasumu fi Sha'ban. Ewe Mtume, mimi sija kuona ukifunga sunna katika miezi mengine yote kama ambavyo unavyofunga katika mwezi wa Shaabani. Kwa maana ya kwamba na kuona kuwa unakithirisha saumu katika mwezi wa Shaabani. Sasa mbona iwe hivyo? Kuna nini? Hebu nielezee hikma yake na mafundisho yake, kwa kuwa ni swali ambalo linahitajia ilmu, linahitajia mwongozo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume anampa jawabu ifuatayo. Amwambia, dhaka shahrun yaghfulu an-nasu anhu baina Rajaba wa Ramadhan. Huo ni mwezi ambao watu wengi wanaghafilika nao. Ni mwezi ambao watu ndani yake mara nyingi huwa katika ghafla ya ibada. Mwezi ambao unakaa katikati ya hii miezi miwili, Rajab na Ramadhan, upo pale katikati. Sasa kwa sababu ya kwamba upo pale katikati, ndio watu wengi pia nao wanaghafilika na mwezi huo. Sasa mimi basi nimeamua kufunga katika mwezi huu, tena kwa wingi. Sasa kwa sababu ya kufunga ni ifuatayo. Ya pili, amwambia waturfa'u fihi al-a'mal, na ni mwezi ambao amali zinarufaishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sa'im, na mimi napenda amali yangu inaporufaishwa na kupazwa kwa juu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, iwe inarufaishwa hali ya kuwa mimi nimefunga. Ndugu zangu Waislamu, hadithi hii ina mafunzo mengi. Kwa sababu ya wakati, tuchukue tu mafunzo mawili yafuatayo. Funzo la kwanza, Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii anatufundisha umuhimu wa ibada zama za ghafla, wakati ambao watu hughafilika na ibada, wakati ambao watu wanakuwa katika hali ya kusahau, wanajisahau kwa sababu pengine wameshughulika mno na dunia, pengine dunia ndiyo imewashughulisha mno, pengine kuna mambo fulani katika maisha ambayo yamewatoa watu katika maadili ya ibada, kama vile fitan, kama vile fasad, kama vile michafuko mbalimbali kama hii tunayoiona leo. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anatupa hili somo muhimu ya kwamba mimi nimeamua kufanya hivyo kwa sababu watu wanakuwa katika ghafla katika mwezi huo wa Shaaban. Yaghfulu an-nasu anhu baina Rajab wa Ramadhan, mwezi huu uliopo baina Rajabu na Ramadhan, watu wanakuwa katika ghafla. Hadithi nyingine ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyopokea Imam Muslim kutoka kwa Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu inatueleza fadhila na umuhimu wa ibada zama za ghafla. Watu wanapokuwa katika ghafla, atuambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ibadatu fil harji ka hijratin ilayya. Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia al-ibadatu fil harji, wanazuoni wengine hii ra wanaiweka fatha, fil haraji. Ibada katika zama za ghafla, ibada katika zama za fitna, zama za matamanio, zama ambazo watu watakuwa wamezama katika dunia wakaghafilika na ibada ya Allah azza wa jalla. Muislamu katika zama kama hizo akasimama na ibada, watu wakiwa wamelala,
watu wakiwa katika ghafla, watu wakiwa katika starehe zao, watu wanaendelea na matamanio yao mbalimbali, yeye akaamua kushikilia sala. Unawaona wenzako wale pale wanakwenda kwenye starehe zao, wanakwenda kwenye vilabu, wanakwenda kwenye mabaraza, wanakwenda kwenye mipira. Wewe unaelekea msikitini, usione unyonge, wala usione udhaifu, wala usione kwamba mbona mimi niko peke yangu naenda msikitini, wenzangu wote hawa waenda mabarazani. Mbona kijana ni mimi peke yangu naingia kuswali, vijana wenzangu waenda mipirani. Shikilia barabara hiyo, kwa sababu una bishara kubwa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anayekwambia al-ibadatu fil harji, ibada katika zama za ghafla, kahijratin ilayya, thawabu yake ni sawia na thawabu ya hijra walioifanya Waislamu kutoka Makka kwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam Madina. Hiyo thawabu ya hijra kwenda kugura mji wa Makka uliokuwa wakati ule mji wa ukafiri, kwenda kufanya hijra kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, thawabu yake ni sawa na thawabu ya Muislamu aliyesimama na ibada zama za ghafla, zama za matamanio, zama za fitna, zama ambazo watu wamezama kwenye starehe. Wewe ukashikilia ibada yako, swala hukuiwacha, saumu ya funga ya sunna hukuiwacha, qiraatul Qur'ani hukuiwacha, qiyamul layli hukuiwacha, na ibada zingine, wakati watu wapo katika ghafla. Jambo la pili ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam pia amelisisitiza kwenye hadithi hii ni kwamba anafunga kwa sababu mbili. Sababu ya kwanza ni hii aliyoieleza yeye mwenyewe, ya kwamba ni mwezi ambao amali ndani yake hurufaishwa kwa Allah azza wa jalla. Amali zetu katika mwezi huu wa Shaabani zinarufaishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Amali zetu zote zinakwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwenda kuangaliwa. Swala zetu zote za mwaka huu zinakwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala, zaka zetu, sadaqa zetu, umra tulizofanya, hija tuliyoifanya, qiraatul Qur'ani, birrul walidaini na mengineo na mengineo yote. Hizo ni amali za khairi, na amali zile zingine ambazo pia tumezifanya, Allah tusamehe, za shari, zote zinakwenda katika mwezi huu wa Shaaban. Sasa maagizo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana saim, na mimi napenda kwamba amali yangu inapokuwa inarufaishwa kwa Allah azza wa jalla katika mwezi huu wa Shaaban, irufaishwe ikiwa mimi nimefunga. Asa wa laala saumu yangu ile iende ikaitetee amali yake. Yeye ni Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema maneno hayo. Sisi tulio chini yake, sisi wafuasi wake salawatu rabbi wa salamu alayhi, tulioko chini mno kwa daraja kumshinda yeye, tunatakiwa tusemeje katika maadili na maagizo haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam?